الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu kwa kutuwafikisha na kutuwezesha kutukutanisha tena leo Jumatatu katika ukumbi wetu, kama ambavyo ilivyo kawaida huwa tunakutana kila siku za kazi kama hivi katika mwezi huu wa Ramadhani, na tunapitia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kukumbushana na kila mmoja wetu aweze kufahamu moja mbili tatu kwa namna moja ama nyingine. Leo kwa bahati ratiba yetu tulikuwa tuwe Sheikh Saidi, lakini amedharurika, kwa hiyo tutaendelea naye katika sura ile ile ambayo tulikuwa tumeishedu, suratu Az-Zumar, sura ya 39 kwa utaratibu wa mashaf, ambayo ndio tutaendelea nayo siku hii ya leo. Suratu Zumara ni miswari makia, ni katika sura zilizoteremka karibu aya zake zote kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajahama Maka kuhamia Madina. Na sura tabdau bithanai ala Allahi taala, imeanza kutaja na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi anzala alquran, ambaye ameiteremsha hii Qurani bilhaqi, wa haqi, ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, aliiteremsha Qurani kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walladhi khalaqa as-samawati wal arda bilhaqi, na ndiye aliumba mbingu na ardhi kwa haki. Bal walladhi khalaqa an-nasa jamia min nafsi wahida, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba wanadamu wote kutoka katika nafsi moja tu. Kisha sura ikaja kuelezea an halihi al-insan, ikaja kumwelezea mwanadamu namna alivyoumbwa na anavyokaa katika tumbo la mama mwanadamu huyo, katika sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka iwe katika sura ya namna hiyo. Lakini pia sura ikaja kuelezea hali ya mwanadamu indama yanzilu bihi adharru, yanapomfika majanga na maafa. Kwa kawaida mwanadamu anakuwa katika sura gani? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatoa maelekezo na mwongozo ambavyo anavyotakiwa kuwa. Kisha sura ikaelezea uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-kawn an tariqi inzalihi al-ma'i, kwa njia ambayo anavyoteremsha maji minas samai, kutoka katika mawingu. Lakini pia sura ikaja ikaelezea na kuwataka wanadamu ila tadabburi ayati al-Qur'an, kuzizingatia aya zake za Qur'ani, almushtamilu ala alhidayati walirshadat, iliyokusanya na kujumuisha muongozo na maelekezo, bal wal amthali, na mifano, wa ila tibai rasuli sallallahu alaihi wasallam, na pia Qur'ani ikitoa maelekezo wajibu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi ja'ahum bisidq, aliyekuja kwa ukweli kabisa. Lianna hadha al-itiba'u yuaddi, kwa sababu kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kunapelekea huwa ndio kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia sura ikaja ikaelezea fi qabdhihi lil arwahi wa fi kashfi dharra'i an khalqihi, namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyochukua roho kwa viumbe wake, yani kwa wale malaika aliowapa kazi ya kuchukua roho, na namna gani wanavyotakiwa watu wazingatie hali itakavyokuwa katika masiku ya mwisho, nayo ni siku za Kiyama. Ikaelezea habari za Kiyama na makundi ya watu watakayokuwa siku ile ya Kiyama, na ni makundi gani watu watakuwa wamefaulu na watu gani ambao watakokuwa hawajafaulu.
Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwa kutuambia tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Hii Qur'ani, hadha alkitab, kitabu hiki Qur'ani alkarim, tanzilun min Allahil azizil hakim, ni uteremsho uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala asiyeshindwa kufanya chochote. Qad nazzala alayka ya Muhammadun, imeteremka kitabu hiki ewe Muhammadi, min ladullahi ta'ala, kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, al-azizi ay al-ghalibu ala kulli shay'in, ambaye ni mwenye kushinda kila kitu. Al-azizi maana yake mwenye ushindi wa kila kitu. Hakuna kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kitatokea kumshinda akashindwa kufanya yeye. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim, mwenye hikma katika uendeshaji na ufanyaji wa mambo yake, fi kulli tasarrufatihi, katika kila uendeshaji wake na katika kila kile anachokifanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakifanya kwa hikma na busara zake na nguvu zake ambazo alizonazo. Walaysa hadha alqur'ana qawlan muftara, wala haikuwa hii Qur'ani kuwa ni maneno yaliyozuliwa, kama zaama aljahiduna, kama wanavyodai wale wenye kupinga na kuikaidi hii Qur'ani. Kwa hiyo tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim, hii Qur'ani ni uteremsho uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala asiyeshindwa kufanya chochote anachotaka kufanya, na wala hakuna yeyote anayeweza kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi, hakika sisi tumeiteremsha hiki kitabu kwako wewe kwa haki kabisa. Hadha alkitabu huwa tanzilun min Allah ta'ala, kitabu hiki kilichoteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni uteremsho uliokuwa wa haki kabisa. Ithbatuhu wa idharuhu, na kama imeteremka kwa haki, bimaana anna kulla ma fihi, yote yaliyopo katika kitabu hiki, mujibun lilamal, inawajibika kifanyiwe kazi, walqubuli, na kuyakubali, hatman, kwa lazima. Lazima tuyakubali yale ambayo ni maelezo tu ni taarifa tu, tunatakiwa tuipokee na kuikubali kwamba iko hivyo. Lakini pia yale maelekezo, kama ni kuacha inabidi watu waache, na kama ni kufanya inabidi watu wafanye. Kwa hiyo kama hiki kitabu kimeteremka kwa haki, basi fa'budillaha, muabudini Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisan lahu ddin, hali ya kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala dini. Kwa maana an yaksida almuslimu biibadatihi wa aqwalihi wa amalihi wajha Allah, unapofanya ibada yoyote, jambo lolote unapolifanya la kheri, basi umkusudie Allah subhanahu wa ta'ala, usikusudie kitu chochote. Na ukiwa umetia kitu kingine, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema mimi huwa namwacha yeye washirika, na huyo mshirika wake anayenishirikisha mimi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala hashughuliki na jambo hilo. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi sana tunapofanya ibada zetu hizi zote, iwe kuswali, iwe kufunga, iwe kutoa, iwe kusaidia, iwe jambo lolote unalolifanya, basi tuyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna bwana mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza kama mimi nataka nifanye au nafanya hizi ibada lakini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia nataka watu wajue kama mimi nafanya. Kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatoa majibu, Jibrilu alaihi salatu wassalam akateremka na majibu
kumuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam amjibu yule bwana, kateremka aya katika suratul Ahkaf, katika suratul Kahf, sema faman kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku biibadati rabbih ahada. Mtu yeyote yule, faman kana yarju liqaa rabbi, anayetegemea kukutana na Mola wake na atalipwa na Mola wake juu ya matendo yake, na kwa hiyo ili awe salama, matendo yake hayo yawe mazuri, yamepokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi falyamal amalan salihan, afanye amali njema, wala yushriku biibadati rabbih ahad, asimshirikishe katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala mmoja yote katika ibada hizo. Kwa hiyo unapofanya jambo lolote la kheri, basi lifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio litakuwa lina nafasi na mafanikio. Vinginevyo itakuwa hatuna tulichopata. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusisitiza kwamba yeye ndo anafaa na anastahili kuabudiwa na ibada zote zielekezwe kwake yeye. Ala, tambueni, lillahi dinul khalis, kwa ajili ya Allah tu mambo ya dini, shughuli za dini ndo afanyiwe. Amali zote, ibada zote zifanywe kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye kwa namna yote nyingine. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala kaja kutuwekea wazi namna gani mushirikina pale Maka na wengine walikuwa wanafanya ibada zao, na wao wakawa wanadai kwamba zile kuwategemea na kuwapitia ile miungu yao, masanamu yao wanayotengeneza, wala sio ishu kwa wao. Kwao ni kutaka tu kufika salama kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sema walladhina kafaru walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao waliofanya kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala ndio wasimamizi wao, ndio wanaowategemea kwa kila kitu. Mambo yao wakaona kwamba yanakwenda, yanafanikiwa kupitia hao wanaowategemea, ambao wao walikuwa mushirikina, walikuwa wanatumia masanamu na miungu yao ambayo walikuwa wameitengeneza na kuichonga. Kwa hiyo wakiambiwa kwamba hicho mnachofanya sicho, ibada zote zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sema maana abudu, sisi hawa hatuwaabudu, sisi hatuwaabudu, isipokuwa tunachofanya sisi liukaribuna ila Allah zulf, sisi tunapitia tu kwao watufikishe kwa Allah. Sisi hatuna uwezo wa kufika kwa Allah, lazima tupitie kwao hawa. Kufika kwa Allah ni jambo kubwa sana, kwa hiyo lazima tupitie kwa wao hawa. Sasa hizi nazo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoeleza, hii ndo hali ya mushirikina namna walivyokuwa. Kwa hiyo mtu yeyote mwingine atakayekuwa anapita katika mapito haya, akawa ana matambiko yake, akawa ana vitu vyake anavitegemea, anavyofanya hivi, anafanya hivi, alafu yeye ndo anasingizia kwamba anapitia hao ndo anafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wote wanaingia katika mkumbo huu. Inna Allaha yahkumu bainahum, Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuamua baina yao siku ya kiyama, fi ma hum fihi yakhtalifun, katika yale ambayo wao wanatofautiana. Tutakuja kuamua kwa sababu waumini waliosimama sawa sawa, bijazail hasan, tawaamulia kwa kuwalipa malipo yaliyokuwa mema, na wale washirikina na makafiri na wote kwa ujumla waliokataa, atawalipa malipo yanayoendana na ubaya wao, na watafikia sehemu mbaya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, Allah subhanahu wa ta'ala hamuongozi man huwa kadhib, yeyote yule ambaye ni muongo, kafara, aliyekuwa mwenye kufuru na kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na dini yake kwa ujumla. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumuongoza akawaye katika njia iliyokuwa sawa sawa. Ayman kana daimal kadhab, mkaidi, ala dini llahi, mwenye kuikadhibisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, shadidul juhudi, mwenye kupinga li ayati llahi, aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa barahiyan, na hoja zake Allah, adallatu, zenye kujulisha ala wahdaniyati, upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala,
wala anna la rabba lihadha alkaun, na kwamba hakuna Mungu yoyote anayeendesha na kusimamia ulimwengu huu, basi mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumuongoza katika sura ya namna yoyote. Lau arada Allahu an yattakhidha walada, Allah subhanahu wa ta'ala hajafanya mtoto, na aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala amezileta kwa sababu kulikuwa na makundi matatu kati Mtume sallallahu alaihi wasallam anateremshiwa hizi aya. Yalikuwa makundi matatu duniani ambayo alikuwa yanatamka maneno haya. Kulikuwa na wale mushirikina kwa jeuri na kwa kibri ya kutaka kumkataa yeye Allah na kumkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanadai kwamba malaika wake Allah subhanahu wa ta'ala au ni watoto wake Allah, tena kwa sababu wao watoto wa kike wanaona kwao ni nuksi, basi wakawa wanasibisha watoto wao kuwa ni wanawake. Watoto wake Mungu ni wanawake au malaika? Au wewe unaodai Mungu ana malaika au ni watoto wa Mungu tena ni wanawake? Na ndio maana anawaficha wasionekane, kwa sababu wakitumia kama vile ambavyo wao walivyokuwa, mtu akiwa amepata mtoto wa kike, basi aidha moja kati ya mawili, ni fedheha kwake, astahamili kuishi katika mazingira hayo, au amfukie yule mtoto maskini ya Mungu akiwa yupo hai kabisa. Sasa hii ilikuwa ni fedheha kubwa, mtoto wa kike. Kwa hiyo wao wakawa wanawafanya malaika kuwa ni watoto wa kike wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana hawaonekani. Lakini pia makundi mengine, Mayahudi wao walikuwa wanadai kwamba Uzairu ni mtoto wa Mungu. Qalatil yahud Uzairu ibn Allah. Uzairu ni mmoja katika Mayahudi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia ucha Mungu na uelewa. Alikuwa anaifahamu Taurati kichwani, alikuwa anaisoma tena kwa fasaha kabisa, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwelezea kule kwenye suratul Baqara. Ndiye ambaye alimfisha akakaa miaka 100 akiwa amekufa, amemlaza Allah subhanahu wa ta'ala, faamata Allahu 100 ami, Allah akamfisha miaka 100, thumma ba'atha, kisha akamfufua. Pale alikuwa na punda wake, alikuwa na chakula chake na hivi na hivi. Yeye alikuwa amekufa, punda wake naye alikuwa amekufa, lakini chakula chake Allah kajalia hakikuharibika, kiko vile vile kama alivyokiacha miaka 100, kimekaa pale. Kwa hiyo wale Wayahudi kwa sifa za namna hiyo wakawa wanasema huyu mtoto wa Mungu. Lakini pia Manaswara kwa upande mwingine wakidai kwamba, ambao bado tuko nao au tunaishi nao, tunalijua zaidi, kusema Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalamu ni mtoto wa Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anakanusha na kukataa kabisa kwamba hana sifa na wala haifai na wala haitakiwi kwake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mtoto. Tena Allah anasema takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda, inakaribia mbingu ipasuke pasuke. Takadu samawati yatafattarna, inakaribia mbingu ipasuke vipande vipande. Wa tanshaqqu al-ardu, na ardhi ipasuke. Wa takhiru al-jibalu, na milima itikisike ivurugike moja kwa moja kabisa. Andau lirrahmani walada, kwa kule kudai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto. Kitu hiki Allah subhanahu wa ta'ala kinampenda kweli kweli, na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa, na Muislamu asifanye mistake yoyote ile kwa namna yoyote ile, ukajikuta unasema kwamba Mungu ana mtoto. Isitokee wala isikupitikie. Ni neno baya kabisa, ni neno baya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema laqad ji'tum shay'an idda, mmeleta jambo lilokuwa baya mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isije katupitikia kwa sababu tunajichanganya, tunakaa nao, na hivi katika kujichanganya kwetu na kuona tunaaminiana nao, basi tu na sie akatutoka maneno hayo. Lazima tutambue hilo ni neno baya kabisa ambalo halitakiwi kutoka katika ulimi wa Muislamu. Kwa hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ikawa analeta aya kama hizi kuonesha kwamba Allah yeye hana mtoto, na kuambia lau arada Allahu an yattakhidha walada, lau tujalie Allah angetaka yeye afanye mtoto, awe ana mtoto, basi lastofa mimma yakhluqu ma yasha, angechagua anavyotaka yeye mwenyewe, sio kwa kutaka kwenu ninyi.
kama mnavyodai mkasema Masihi Isa alayhi salam ni mtoto wa Mungu, Uzairu mtoto wa Mungu, nao malaika ni watoto wa Mungu, tena wanawake. Sio kwa hivyo. Allah mwenyewe lau kama angeamua kufanya hivyo, angefanya kwa namna yake yeye mwenyewe kama anavyofanya mengine yote. Mbona mengine anafanya? Mbona viumbe wengine anawaumba tu viumbe sote, si wanadamu, wasiokuwa wanadamu, wanyama na nini na nini, mbona anaumba tu yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo hili kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala halipo. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, haitakiwi kabisa. Hakuna sifa hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ana mtoto. Kwa hiyo hii ni mitazamo mibaya kabisa, na lazima tujitahidi pamoja na kuamiliana nao kwetu na kushirikiana nao kwetu, isitupitikie katika ndimi zetu hata siku moja kuyatamka maneno mabaya kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia na kuyakasirikia kabisa kwa msemaji wa maneno hayo. Kwa hiyo lau Allah subhanahu wa ta'ala angetaka aamue awe na mtoto, angechagua yeye mwenyewe kwa namna anavyotaka yeye mwenyewe na asingeshindwa kutuambia. Lakini kwa sababu sifa hiyo hana na hataki na haiwi na haiwezekani kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi kitu hicho hakuna, hakikutokea na wala hakitotokea na wala hakiwezi kutokea, kwa sababu kwake Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo hakuna. Kwa hiyo subhanahu, namalizia Allah kwa kujitakasa kwamba hana sifa hizo, ametakasika kabisa mapungufu. Sifa ya kuwa na mtoto ni sifa ya viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah ni muumbaji, yeye anaumba. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhidhi walada, hajafanya mtoto, hazai na wala hajazaliwa, hana mke kama ambavyo alivyokuwa hana mke. Lam yattakhidhi sa'ibatan wala walada, hana mke na wala hana mtoto Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sifa ya kuwa na mtoto Allah subhanahu wa ta'ala hana kabisa. Kwa hiyo hayo maneno yasiwapitikie kabisa. Huwa Allahu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala, alwahidu, pekee, alqaharu, mwenye nguvu, mteza nguvu, anayeweza kutufanyia chochote kile anachotaka kufanyia, na tukashindwa hatuwezi kujitetea, hatuwezi kufanya chochote, kwa sababu alqahar Allah subhanahu wa ta'ala ametutawalia vile ambavyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Wewe tazama tu, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kufike homa, hata kama una afya kiasi gani utaumwa tu, na hata kama una pesa au una uwezo hivi ukenda hivi, kama anataka isitibike utakaa tu hospitali miezi miaka na nini na nini, haitibiki. Sio kwamba wataalamu hawapo, wataalamu wapo, utaalamu upo na dawa zipo, unaona, lakini wewe ukaendelea kuugua na kuumwa. Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha nguvu zake na uwezo wake pamoja na kutumia madawa. Huna shida wewe ya kupata madawa, uwezo wa kuaccess madawa unao, uwezo wa kuaccess hospitali zote zenye madaktari bingwa zote, wewe uwezo huo unao na hivi na hivi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapoamua, basi utahangaika, mabingwa wote watakuatendi, dawa zote utazitumia, utazitesti na nini na nini, lakini bado kama Allah subhanahu wa ta'ala hajataka wewe upone, basi utaendelea kukaa katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo huwallahu alwahidu alqahhar khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi kwa haki kabisa. Wama khalaqna as-samaa wal arda ma bainahuma, kwa haki tunapaswa tuzingatie. Allah anatuambia afalam yanduru ila as-samaa'i fawqahum, hawaangalii hawa mbingu juu yao, kaifa banainaha, vipi Allah subhanahu wa ta'ala ameijenga, wazayyanaha, akaipamba kwa mataa mbalimbali. Na taa kule kuna jua, kuna nyota, kuna nini, kuna vitu vingi. Ukiangalia juu, ukiangalia mbinguni, wakati mwingine kunapendeza na kunavutia hivi. Nadhani nani aliyotengeneza ile mbingu kukaa katika sura ya namna ile? Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia hii ardhi, ameifanya kuwa ni tandiko, mnaikanyaga, mnatembea huku na kule namna ambavyo mnavyotaka. Kaa katika maeneo ya kulima mtalima, mkitaka mkikaa milimani huko, kama mtafuga mkikaa hivi na hivi. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameitandika, amewekea kwa ajili yenu ninyi. Lakini pia yukawiru al-laila ala an-nahari wa yukawiru an-nahara ala al-layl, na uingiza usiku mchana na mchana uingiza usiku. Mashuhuri kabisa, taona masaa, wakati mwingine mchana una masaa haya, wakati mwingine mchana una masaa haya. Kuna nchi pengine sasa hivi wanafunga Ramadhani masaa 8 tu, au wanafunga pengine masaa 5 tu au masaa 3 tu, wengine wanafunga masaa 20, wengine masaa 21, wengine masaa 22. Muda mfupi tu usiku au muda mfupi tu mchana. Ni mipango yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala.
wasakhara ash-shamsa wal qamara, alilisha amesakhirisha jua na mwezi. Kullun yajri li ajalin musamma, vyote vinatembea mpaka muda wake maalum uliopangwa. Jua likitokea magharibi, basi tena hapo. Ala tambueni, huwa al-azizu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, al-ghaffaru, msamehevu, mwenye kusamehe, mwingi wa kusamehe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka tujue ukubwa wake, tutambue uwezo wake na nafasi yake. Tumalizia aya hii ya 6. Allah subhanahu wa ta'ala anasema khalaqakum min nafsin wahida, amekuumbeni ninyi kutoka katika nafsi moja. Sisi sote asili yetu ni kutoka kwa Adam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi kutoka katika nafsi moja, tutambaye baba yetu Adam. Yeye ndo alikuwa mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr, yeye ndo mwanadamu wa kwanza kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoka kwa Adam akamuumba mama yetu bibi Hawa, tengenezwa kwa mshipa au kwa vifupa, katika vifupa mbavu ambavyo vya mwanadamu alivyo navyo, akamuumba bibi Hawa. Thumma jaala minha zawja, kisha akaiumbia nafsi hiyo mkewe, yani Nabiullah Adam, akaumbiwa mama yetu Hawa alayhi salatu wassalam. Sisi tukatoka kwa wao, tuzawa Bi Adam na bibi Hawa, kazaa kizazi, kikaendelea kukua, kinaongezeka kadiri siku zinavyoenda mpaka tumefikia sisi. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala nataka tutambue uwezo wake na ukubwa wake, na tuthamini na tujiulize tulikotoka. Kule Allah anasema falyanzuril insanu mimma khuliq, mwanadamu ajiangalia ameumbwa vipi, ameumbwa kwa kitu gani, na amezaliwa vipi. Sema thumma sabila yasara, njia ya kuzaliwa mwanadamu Allah akaifanya nyepesi kabisa kwa mipango yake na kwa namna yake. Kwa hiyo wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj, kawaletea aina 8 za wanyama hawa. Nyama hawa mbuzi, ndoo, ng'ombe, ngamia, ndo wanachua na imekusudia hapa aina 8, bi maana hapo jinsia mbili. Mbuzi kuna madume na majike, na ng'ombe hivyo hivyo, na ngamia hivyo hivyo, kwa namna, kwa ajili ya matumizi yenu na mahitaji yenu ninyi. Allah kisha anaendelea kutuonesha uumbaji wake kwetu sisi, anavyotujalia yakhluqukum fi butuni ummahatikum, anakuumbeni na akawaweka katika matumbo ya mama yenu, khalqan min ba'di khalq, hatua kwa hatua. Akaa tu mama anakwenda kliniki ya miezi 4, sio akaenda kule manesi wanaza mtoto anacheza, sio mtoto amegeuka, sio hivi na hivi. Allah subhanahu wa wao wanaisha kuuliza tu mtoto anacheza, sio hivi, na hakuna chochote cha kufanya wao. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametengeneza na ameweka mfumo wa namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba yeye ametuumba alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadari ma'lum faqadarna fanima. Amepanga Allah kwa namna nzuri kabisa namna mwanadamu anavyokaa katika tumbo la mama yake. Hata mama akijifungua unaweza kujiuliza, huyu mtoto alikuwa ndani ya tumbo hili la mama? Kwa hebu fikiria anavyokula, anaishi vipi, anafanya vipi. Lakini Allah ametengeneza mazingira ya sisi tunapokaa katika matumbo ya mama zetu, uhai ule tuweze kuishi. Khalqan min ba'di khalq, tena fi dhulumatin thalath, katika kuta tatu. Taalamu hapo watu wanachukua madigiria, ma PhD, watu wana specialize na nini na nini. Aya hii tu, tena sio aya, ni kipande tu hiki kidogo tu. Fi dhulumatin thalath, mtoto anakaa vipi katika kuta tatu zile, katika mwili wa mama anavyokaa, katika rahmi ya mama. Allah subhanahu wa ta'ala alivyoijalia mfumo wake, zile kitoto kinachokaa mle ndani, sijui kuna nini, sijui kuna placenta, sijui kuna nini, zote zipo mle. Allah subhanahu wa ta'ala ndo ameziarrange, ndo amezipanga. Ninyi mkiita kama mtaita placenta, mtaita sijui nini, mtaita nini, majina haya mtatengeneza, na wengine kila mmoja atakuwa na jina lake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndo ameweka utaratibu mkae katika sura ya namna hiyo. Dhalikumullahu rabbukum, huyo ndio Mola wenu ambaye mnapaswa kumwabudia.
na kumtumikia na kumtambua na kumpa haki yake anayostahili kupewa, kwamba yeye ni Allah peke yake ndo anaweza kuyafanya hayo. Lahul mulk, yeye ndo mwenye mamlaka, ufalme ni wake yeye. La ilaha illa, hapana mola apasiwe kuabudiwa kwa haki, aliyewaumba ninyi katika utaratibu huo, akawaweka katika matumbo ya mama yenu, mkawa mnabadilika kutoka hatua moja kwenda nyingine, kutoka hatua ya maji ile. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja yuma fi batni ummihi nutfatan 40 yawman thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, geuzwa tu kwa pande la nyama, pande la damu, pande la hivi na hivi na hivi. Kule kwenye kadi aflah kule ndo Allah ameelezea hatua hivi na kwenda, kisha mpaka fakasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayeratibu na anaendesha. Sasa Allah anatuliza, fa anna tusrafun, vipi mnakengeuka, mnaacha kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba, aliyewatengeneza katika sura namna hiyo. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayefaa kuabudiwa na kutumikiwa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atuongoze tuweze kuyafahamu maneno yake. Sisi tunakuwa tunatoa tu highlight kama hivyo, tunaweza kwenda kuyapata kwa undani kabisa kwa mashaikhi na waalimu zetu misikitini, tukaweza kufahamu maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, na atuwezeshe kuweza kudumu na kuyafanyia kazi. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah.